Habari, kwa majina naitwa Jennifer Kayombo, ni mtaalamu wa masuala ya afya ya umma au ya jamii, public health, hususan masuala ya afya ya uzazi kwa vijana, ikiwemo pia jinsia. Siko hapa kwa ajili ya kutoa ushauri kwa sababu tunaambiwa siku hizi tupunguze sana ushauri kwenye maisha ya watu, lakini niko hapa kupiga soga na wewe kuhusiana na masuala ya afya ya uzazi kwa vijana. Tunapoongelea afya ya uzazi, tunaongelea ni hali ya ustawi kamili au ustawi mzuri wa kimwili, kiakili na kijamii unaohusiana na mfumo wa afya ya uzazi na namna ambavyo unafanya kazi. Tunafahamu, tumekuwa tukisikia ama kuona katika jamii zetu, katika familia zetu, kwa ndugu zetu, wasichana wadogo wakipata mimba ama ujauzito katika umri mdogo, wakiacha masomo wengine, lakini pia wakipata maambukizi ya magonjwa ya ngono kiwemo kisonono, kaswende na kadhalika, lakini pia hata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Yote haya yanatokana na elimu na uelewa mdogo ambao vijana hao wako nao, ambao inasababisha maisha yao na mienendo yao iweze kuwaingiza katika tabia hatarishi zinazosababisha waweze kupata changamoto hizi. Hatuwezi kuwalaumu, tuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia mimi na wewe, lakini pia kuzuia wale ambao wanaendelea kukua wasiweze kuingia kwenye hizi changamoto kama ambavyo wenzao wamepitia. Kwa kwanza naweza kusema kwamba sisi kama jamii, nikiwemo mimi, wewe, ukiwa kama mzazi, mlezi, kaka, dada, una wajibu wa moja kwa moja wa kuhakikisha binti au kijana wa kiume unaishi naye hapo nyumbani au unayemlea unatafuta namna nzuri ya kuweza kuzungumza naye au kuongea naye kuhusiana na masuala ya ukuaji. Kama tunavyofahamu, vijana wapendi vitu serious sana. Kwa hiyo sio lazima ukae naye serious kuongea naye haya masuala. Unaweza kuangalia namna ya urafiki, aidha mkiwa mnakaa mnapiga soga nyingine, unaweza kaingizia hizi mada na kumuelekeza vitu ambavyo anapaswa kufanya na ambavyo hapaswi kufanya katika maisha yake, ambavyo kwa namna moja ama nyingine vinaweza kuathiri afya yake ya uzazi na kadhalika. Na kwenye masuala ya afya ya uzazi, tunaweza tukakupa tips ambayo inaweza ikakusaidia wakati unaozungumza na kijana wako, kumwambia ili kuweza kumshawishi na kumsaidia aweze kukusikiliza, aweze kukuelewa, lakini aweze kufanya sahihi dhidi ya mwili wake na afya yake. Tips hizi tunasema tunaiweka katika formula inaitwa ABC. Tunapoongelea A tunamaanisha abstain. Unapopata nafasi ya kuongea na kijana wako, hakikisha unamshawishi na kumpa sababu za msingi aweze kujizuia au aweze kuchelewa au aweze kabisa kuacha kujihusisha na masuala ya ngono. Instead, ajishughulishe na mambo mengine ambayo yanaweza kumfanya akawa busy kama vile mipira, michezo, shughuli za nyumbani na kujiingiza katika makundi mengine ya kumsaidia yeye kujifunza skills nyingine tofauti ambazo zitamkeep busy, muda ambao angeweza kuutumia aidha kufikiria au kujihusisha kwenye tabia hatarishi, angeweza kujihusisha katika kujenga uwezo wake mwingine tofauti, labda na shule na kadhalika. Lakini kitu cha pili tunasema be faithful. Tunamaanisha nini? Wakati unaongea na kijana wako ambaye yeye amekwambia kabisa hawezi kuacha kujiingiza katika haya mahusiano, au anaweza akawa anafanya lakini anafanya kwa kificho au kwa siri, hakikisha unamshauri kuwa hakikishe ana mwenza mmoja ambaye anajua tabia zake vizuri, anajua hali yake ya kiafya, na hakikishe kuwa anakuwa ameongea naye masuala haya ya kiafya ili kuhakikisha ana mwenza ambaye hatomfanya aingie katika changamoto za kupata aidha mimba zisizotarajiwa, maambukizi ya virusi vya ukimwi au hata magonjwa ya ngono. Lakini cha mwisho kabisa tunasema katika ile C ni condom use au use condom, kinga. Kama una kijana ambaye unaona kabisa ameshindwa kujizuia, ameshindwa kutaka kuchelewa kuanza hizi tabia za mahusiano na ameshindwa kuwa na mwenza mmoja, anapaswa au ameshindwa kufahamu kwamba mwenza wake amekuwa hana tabia labda nzuri, amekuwa ana wenza zaidi ya mmoja na kadhalika,
tunamshauri sana aweze kutumia kinga, kwa sababu anapotumia kinga kwa usahihi itamsaidia asipate maambukizi ya virusi vya ukimwi, magonjwa ya ngono, lakini pia asipate mimba asiyoitarajia. Na tunapoongelea matumizi sahihi ya kinga, ina namna yake. Kuna vitu ambavyo inabidi vikonside ili tuweze kusema umetumia kinga yako kwa usahihi na itakusaidia usipate hizi changamoto. Ukiona upo kwenye jamii, ukiona vijana wako unashindwa kuwapa hizi elimu, usisite kuwapeleka katika vituo vyetu vya afya kote Tanzania. Vituo vingi vinatoa elimu, ushauri nasaha kuhusiana na masuala ya afya ya uzazi, hususan kwa vijana. Nafahamu wazazi wengi au walezi wengi wanaweza wasiwe na uelewa mkubwa kuhusiana na haya masuala kitaalamu. Hivyo wapo wataalamu ambao wamejengewa uwezo kwenye haya masuala. Kwa hiyo tusisite. Kama ambavyo tunamchukua mtoto tunampeleka sehemu ya kucheza, kama ambavyo tunamchukua kijana tunamtoa dina, kama ambavyo tunampeleka sehemu za starehe, tunampeleka vacation na kadhalika, ni muhimu kama mzazi na mlezi kufahamu pia ni jukumu lako kumshika mkono kijana wako na kumpeleka katika maeneo ambayo ana uwezo wa kupata elimu na ushauri nasaha mzuri kuhusiana na afya yake, ili aweze kuimarika, ili aweze kujitambua, aweze kujithamini na aweze kufikia ndoto zake. Until next time, hakikisha unatumia ama unawashauri vijana kutumia hii formula ya ABC, kwani itawasaidia katika maisha yao. Asante.